Basi wakuu na makuhani na Mafarisayo wakakusanya baraza, wakasema, tufanye nini? Maana mtu huyu afanya ishara nyingi. Tukimwacha hivi, watu wote watamwamini, na Warumi watakuja, watatuondolea mahali petu na taifa letu. Jambo la kwanza, walikuwa wanahofia madaraka. Kwa nini walikuwa wanahofia madaraka? Ni kwa sababu walishasoma maandiko na wanajua maandiko na Torati ya Musa inavyosema kwamba Masihi atakapokuja atakuja kutawala, na utawala wake, ufalme wake utakuwa ni wa nini? Wa milele. Isaya sura ya 9 mstari wa 6 na wa 7. Wanajua maandiko mengi, manabii waishatabiri. Kwa hiyo wakajua kwamba kama huyu ni Masihi kweli, basi madaraka yetu, nafasi zetu, vyeo vyetu vitafanyaje? Tutanyang'anywa, kwa sababu ufalme wa huyu ni ufalme wa milele. Wakafuta ushahidi. Sababu ya pili, walijua kuwa Yesu alitabiriwa kwamba siku ya tatu atafufuka. Walijua kabisa. Ukisoma Mathayo sura 27, andika Mathayo sura 27 mstari wa 62 na wa 63. Walijua kwamba Yesu Kristo atafufuka, maana hata alipokuwa duniani aliwaambia katika mwili. Na waliweka pia walinzi ili kuzuia ushahidi. Ukisoma Mathayo sura 27, andika Mathayo sura 27 mstari wa 64 hadi 66. Sababu kubwa ya kuweka walinzi walinde ile kaburi ni ili asiwepo mtu yote yule atakayeshuhudia kwa habari ya kufufuka kwa Yesu Kristo. Ila walijua kwamba atafufuka lazima siku ya tatu. Ila pia walitoa rushwa nyingi, waligawa fedha ili watu wasishuhudie kuwa hakuzikwa wala hakufufuka, ili watu washuhudie kwamba hakuzikwa wala kufufuka. Watu wa kwanza kupewa fedha, kupewa hongo, walikuwa ni wale maaskari. Ukisoma Mathayo sura 28, Mathayo sura 28, andika mstari wa 11 hadi wa 15. Wayahudi tena waliofanya hivyo ni wale viongozi wa dini, Mafarisayo na Masadukayo, walitoa fedha kufuta shahidi. Waambieni watu kwamba hakuzikwa, waambieni kwamba watu mwili wake uliibiwa, waambieni kwamba watu hakufufuka. Ndio maana leo kuna dini fulani ambazo ina theolojia kwamba Yesu Kristo mwili wake ulifanyaje? Uliibwa. Ile theolojia ya Wayahudi wa Mafarisayo na Masadukayo imechukuliwa na wanaamini kwamba mwili wake ulifanyaje? Uliibwa. Kweli watu walichukua fedha wakatangaza Masihi hajafa, Masihi hajafufuka. Ndio alikufa, lakini mwili wake ulifanyaje? Uliibiwa na wanafunzi wa Yesu Kristo. Kuna mtu mmoja anaongea naye, jamani wapendwa. Kwa nini wanahangaika muda wote? Kwa nini wanataka kupoteza ushahidi? Kwa nini? Kuna wakati waliwatishia na kuwapiga mitume, wanafunzi wa Yesu Kristo. Ukisoma kitabu, andika Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 3. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 3 na ule mstari wa 17 hadi wa 18. Waliwakataza wasihubiri kwa jina la Yesu Kristo. Waliwakataza wasihubiri Injili, wasiseme kwamba alikufa akafufuka. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 4 vizuri, kila walipokuwa wanahubiri Injili ya Yesu Kristo kwamba alikufa akafufuka, Biblia inasema ishara, maajabu na miujiza ilikuwa inatokea katika jamii. Wakasema watu hawa wanafuata ishara, hebu tuwakataze watu hawa wasilihubiri kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Wanajua kwa jina la Yesu Kristo, ndio maana wakakataza. Ila Petro na mitume wenzake wakamwambia kwenye Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12, hakuna jina lolote ile liletalo wokovu, wala hakuna yote yule aletalo wokovu kwa wanadamu isipokuwa nani? Yesu Kristo. Wakawafunga, wakawapiga, wakawakataza, lakini wakaendelea kufanyaje? Wakaendelea kulihubiri Injili ya Yesu Kristo. Wakati wengine wakawachapa viboko wanafunzi mitume wa Yesu Kristo, waliwapiga viboko. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 5, Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 28 hadi 40. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 28 hadi 40, walipigwa viboko kwa sababu ya nini? Kwa sababu walihubiri Injili ya Yesu Kristo na wakaliita jina la Yesu Kristo. Kwa nini wanafuta ushahidi? Yesu Kristo hakufa, na kama alikufa, kwa nini wanasema mwili wake uliibiwa, hakufufuka? Ni kwa sababu ndio kuna chanzo cha nguvu ya kanisa. Katika ufufuo wa Yesu Kristo ndio imani yangu mimi na wewe katika Kristo Yesu ilipozaliwa. Ndio mamlaka ya Mungu ilipofanya makao ndani ya muamini.
Bwana Yesu asifiwe sana.